Hongera sana sana mtu wa Mungu mpaka kufikia katika sehemu yetu ya mwisho ya darasa letu la ubatizo wa maji mengi katika sura yetu ya pili, ambapo tunatamatisha kwa swali hili linasema, ubatizwe lini? Ngoja tuone kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya pili mstari ule wa 37 mpaka 38 na utaruka tusoma mstari wa 41. Neno linasema hivi: waliposikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Nao waliopokea neno lake wakabatizwa. Narudia tena, nao waliopokea neno lake wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Narudia pale anaposema nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Kumbe baada ya kulipokea neno, walipokea neno hapo ni kivipi? Walihubiriwa wakaamini. Kumbe huyu Yesu anayetuhubiria alikuwa ni Petro hapa. Anayemsema Petro ambaye tulikuwa tunambishia, na kimsingi watu walimuona Yesu lakini walimkataa. Lakini baada ya kufufuka Yesu baada ya kufufuka na kudhihirisha udhihirisho wake na ujio wa Roho Mtakatifu, watu wengi ndio wanaendelea kumwamini. Petro amehubiri, watu wameamini. Wameaminije? Wamemwamini Yesu kwenye moyo kwamba ni Mungu na Mwokozi wa maisha yao, yaani ndiye Masihi aliyetabiriwa kuja, Mungu katika mfumo wa binadamu. Umeona? Na baada ya kuamini wakaongozwa sala toba. Ndio maana anawaambia tubuni. Tunaelewana? Baada ya kuongozwa sala toba na kuweka ukiri wa kumpokea Yesu, baada yake ndio tunaambiwa wakabatizwa. Umeona? Nao waliopokea neno lake wakabatizwa. Haituambii baada ya siku 2 wakabatizwa. Muda ule ule baada ya kupokea neno lake, kuongozwa sala toba mtoni. Tumeelewana? Matendo ya Mitume 8:12 nasema, lakini walipomwamini Filipo akizubiri habari njema za ufalme wa Mungu na jina lake Yesu Kristo, nini kikafuata? Wakabatizwa wanaume na wanawake. Haituambii baada ya siku 2 wakabatizwa, hapana. Yani kibiblia ni mara baada ya kumwamini Yesu tunateremka mtoni, tunakubatiza. Sawa? Matendo ya Mitume 8:35 mpaka 38, neno nasema, Filipo akafunua kinywa chake, naye akianza kwa andiko lilo hilo akamhubiri habari njema za Yesu. Wakawa wakiendelea njiani, wakafika mahali penye maji. Yule towashi akasema, tazama maji haya hapa, ni nini kinachonizuia nisibatizwe? Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako. Kumbe inabidi kuamini, ndio maana nasema huku walioamini. Umeona? Akasema ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, ndiye mwana wa Mungu. Anamkiri, amemwamini kwenye moyo. Haitoshi, tunakiri. Ndio maana tunakiri sala toba. Haitoshi tu kumwamini kwenye moyo, inabidi uonyeshe ukiri wa wazi, kwa sababu pale ya ukiri mbele ya wanadamu na mkiri Yesu mbele yake mwenyewe. Akaamuru lile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini. Yaani Filipo ametumwa na Roho Mtakatifu, akakutana na towashi wa kushinjiani. Wakiwa njiani, amehubiriwa, ameamini, anasimamisha gari mtoni kubatizwa. Okay, Matendo ya Mitume 9:17 mpaka 18 inasema pia, Anania akaenda zake, akaingia mle nyumbani, akamwekea mikono akisema, ndugu Sauli, Bwana amenituma Yesu, yeye aliyekutokea katika njia uliyoijia, upate kuona tena, ukajazwa Roho Mtakatifu. Anasema mara vikaanguka machoni pake vitu kama magamba, baada ya kuwekewa mikono Paulo ambaye alikuwa ni Sauli, naye akapata kuona, akasimama. Aliposimama akabatizwa. Umeona? Okay, Matendo ya Mitume 22:16 unaulizwa hili swali sasa. Basi sasa unakawilia nini? Simama ubatizwe, ukaoshe dhambi zako ukiliitia jina lake. Tunaelewana? Simama ukafanye nini? Ubatizwe. Manake fanya haraka sasa hivi, manake wakati huu ni sasa.
ambao neema kwako imefunguliwa ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, basi ubatizwe. Hakuna wakati wa kupoteza. Mara baada ya kumwamini Yesu Kristo na kumkiri kwa kinywa chako kwa nguzo sala toba, kinachofuata ni ubatizo. Wakati ni sasa. Hakuna haja kusema ngoja nijipange, ngoja niangalie, ngoja nifanyeje. Na haya mafundisho tumeyaweka ili kukufundisha tu. Ndio maana kuna utofauti wa siku hii ili ya umemwamini, umemkiri Yesu kwa nguzo sala toba na kubatizwa, kwa sababu ya mfululizo wa madarasa tuliyopita nayo hapa katikati. Lakini kibiblia ilikuwa inatakiwa siku ile umemwamini Yesu, sisi tunakupa taarifa zote mpaka za ubatizo. Tunakuzamisha kwenye maji. Unabatizwa na unajua kwenye ubatizo ninapata nini? Nazaliwa mara ya pili. Kama Yesu alivyofufuka akiwa ameshinda dhambi, ndivyo ambavyo mimi kinachonikuta nitapoenda kubatiza uzamisho wa maji mengi. Naamini hapo utakuwa umeelewa. Na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Na tuendelee kukutana katika mfululizo wa madarasa kwa habari ya Mungu Roho Mtakatifu, na ukabatizwe ubatizo wa Roho Mtakatifu nao mara baada ya huu ubatizo wa maji mengi. Yesu Kristo Bwana akubariki sana. Amina.